Karibia Yesu, naimba kwa furaha. Karibia Yesu, naimba kwa furaha. Siku afikapo tajua kwamba ninakaa kwenu, hivyo Yesu zitakuwa nyimbo nyingi tutapoingia, na milele tutaimba na kusifu, na milele tutaimba na kusifu, milele tutaimba na kusifu, na milele tutaimba na kusifu, na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu, na milele tutaimba na kusifu, na milele tutaimba na kusifu, na milele tutaimba na kusifu, milele
Amina. Haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. Yesu. Amen. Yesu Bwana. Yesu Bwana. Haleluya. 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 Amen. Yesu Bwana wangu uko Bwana. Tuwezeshe Bwana tukakuimba milele. Kuimbia na kusifu Bwana. Amina. 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 Amen. Amina. Amina. Amen. Ndio, tunashukuru Mungu wetu. Haleluya. Wepo mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Hii ni picha ya mbinguni. Asante Yesu. Na siku moja tutamwimbia Mungu. Hatutachoka. Duniani tunachoka, lakini mbinguni hatuchoki. Tutaimba milele na milele. Amina. Amina. Tutamshukuru Mungu wetu. Mwimbaji akaimba tutamshukuru Mungu. Yesu aliyetununua kwa damu yake. Amina. 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 Tutamshukuru Mungu. Amina. Ambaye ametununua kwa damu yake. Bila kukawia. Tunawasalimu kwanza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tunawapenda. Amen. Na ndio maana tuko mahali hapa. Haleluya. Amngelikuwa mahali hapa tungetoa neno la Mungu. Lakini tunalitoa kwa sababu mko hapa na tuko hapa sote. Kwa ajili ya kuleta sifa na shukrani mbele za Mungu wetu. Amen. Ambaye ametununua kwa damu yake. Amen. Mwenyewe. Amen. Bila kukawia. Mama Asenti ya karibu mama. Hii mzee alisahau. Nilisahau. Nilikuwa nakumbuka. Na mama pale, Mungu awabariki sana. Amen. Mdogo wake. Mkono. Kanisa mkono, mpepee mikono yenu. Mpepee mikono yenu. Karibuni tunawapenda. Basi kwa ajili ya muda tuende haraka sana. Tunasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Petro wa pili. Petro wa pili mstari wa kwanza. Tasoma pale. Petro Peter wa pili. Tatu mstari wa kwanza. Amen. Amen. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us, the apostles of the Lord and the Savior. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. In the there? For this they will willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water in the water, by which the world that then existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years is as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long suffering towards us, not willing that anyone should perish, but that
that all should come to repentance. Amen. Amen. Nasoma waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na mstari wa 1 katika jina la Yesu. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili niwaandikiao. Waraka huu ndio wa pili ninaowaandikia ninyi. Katika zote mbili naziamsha nia zenu safi. Naziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani. Mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu. Na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu. Mkijua kwanza neno hili kwamba katika siku za mwisho watakuja na zihaka zao watu wenye watazihaki watu wenye zihaka wafuatao tamaa zao wenyewe na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hali hiyo. Hiyo ni kufa. Walishakufa, wamelala. Amen. Walishaka kufa. Twende. Vitu vyote vimekaa hali hiyo. Wana maskofas, ndio maskofas. Wanasema wako na zihaki. Wana zihaki ya kwamba tangu walipoanza kusema mpaka leo vingali vile. Hivyo havijageuka. Tangu mwanzo na kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani. Na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji. Mungu amefanyiza nchi kutoka katika maji. Na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hiyo vikawa kwa neno la Mungu. Twende. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji. Imeangamizwa kwa maji. Ikaangamia. Lakini mbingu hizi sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Kwa neno hilo zikilindwa hata siku ya hukumu. Mpaka siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msisahau neno hili. Kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii. Mungu wetu yeye hakawii kutimiza ahadi yake. Maana miaka 1000 kama siku moja kwake, na siku moja ni kama miaka 1000. Unasikia hiyo siku hakuna mwanadamu ashalifikisha, lakini tunachoka. Na watu wengi wanachoka kwa kumsubiri Mungu. Sasa miaka 1000 ni kama siku moja kwake tu. Na siku moja ni kama miaka 1000. Sasa sikiliza hesabu za Mungu. Kwa nini tutoke? Kwa nini tumzihaki Mungu? Kwa nini tuingie miongoni mwa watu ambao wanasema tangu siku zile wa babu zetu, vizazi na vizazi vimepita mpaka leo, mbona vitu havigeuki? Mbona kuja kwake hakuonekani? Mbona haji kuchukua kanisa? Wengine wamechoka. Kuna watu ambao wanamzihaki Mungu, kuna watu ambao wako makanisani lakini wanamzihaki Mungu. Sasa ningeuliza, samani kidogo, mtumishi wa Mungu. Hiki kitabu Petro amekiandika ilikuwa mwaka wa 67. Na wanasema kama wataalamu walipochunguza kuonyesha kwamba Peter, huyu mtumishi wa Mungu Petro, aliandika kitabu miaka 62 mpaka 67. Miaka 62, 67 ndio amekiandika. Sasa hii haya ambayo ameyasema
ameyasema kulikuweko watu ambao walikuwa naziaki Mungu. Walikuwa naziaki maneno ya Mungu. Ya kwamba tangu siku babu zetu wamelala, wazee wetu wamelala mpaka leo, mbona wanasema kama atakuyaga, mbona mpaka hizi hayakuya? Mbona dunia ingali inaendelea vile vile? Sasa hao watu, nauliza kanisa, hao watu wako wapi leo? Hawako. Vile vizazi viko wapi leo? Vimetoka duniani. Hawako, wamelala kwenye mavumbi ya nchi. Mungu atuhurumie sana. Amen. Wamelala kwenye mavumbi ya nchi. Hawako duniani. Walishaka kufa. Wale ambao wamemtumikia Mungu wameenda, wako paradisoni. Na wale ambao kumtumikia Mungu mpaka leo wako kwenye moto. Wakingoja siku za mwisho, wakati hukumu ya mwisho itafika, watafufuliwa. Mungu atuhurumie sana. Amen. Waingie wapi? Kwenye ziwa la moto. Mungu atuhurumie sana. Amen. Vizazi viko vinaziaki Mungu mpaka leo, na shetani anaiba watu kwa njia hiyo. Na kama bado parapanda alijalia, kama alijalia kuja kuchukua kanisa la Mungu wetu, lakini pamoja na parapanda kifo kiko. Ni njia mbili, mara kwa tunasema ni daraja mbili ambazo zitatosha watu duniani. Hii daraja iko mpaka leo, mpaka hadi vizazi vilivyopita mpaka leo. Hii ni daraja ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya watu duniani. Mungu atuhurumie sana. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema, mwanadamu gani atakaishi asione mauti, atakayejiepusha nafsi yake na mkono wa kuzimu? Mwanadamu gani atakaishi asione mauti, asionje mauti, atakayejiepusha nafsi yake na mkono wa kuzimu? Nani mwanadamu atakaishi asione mauti? Haijalishi hatutayaona sisi wote kwa nyakati hizi, lakini kabla Yesu hajakuja kuchukua bibi harusi wake, mwanadamu ataendelea kuonja mauti, atayaona mauti. Iko kweli. Mungu atuhurumie sana. Amen. Jema, tujitahidi tuingie katika Kristo Yesu. Miaka 1000 ni kama siku moja kwake. Na siku moja ni kama miaka 1000. Sasa hakuna mwanadamu ashakafikisha miaka 1000 wala siku moja mbele za Mungu. Amen. Hakuna. Metusela ndiye amejitahidi kufikisha, Metusela ndiye amejitahidi kufikisha miaka karibia miaka 1000 siku moja kwa Mungu, lakini Mungu akuruhusu. Twende 8 9 samani. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokuzania, wala kama wengine wanavyozania kukawia, bali uvumilia kwetu. Mungu kwingine Kiswahili, Mungu anatuvumilia. Mungu anatuvumilia jameni. Twende. Maana hapendi mtu yeyote apotee. Hapendi mwanadamu, anasema mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Bali wote wafikirie toba, wala matengenezo, kujipatanisha na Mungu. Mungu anatuvumilia. Iko kweli. Hataki mwanadamu apotee. Anataka mwanadamu aishi pamoja naye milele. Ndio maana mpaka leo hajakuja kuchukua bibi harusi wake. Ndio maana mpaka leo Mungu angali ananisubiri na kusubiri wewe uingie ndani yake. Hataki mwanadamu apotee. Amen. Maana kwa neno la Mungu wetu, Mungu amekuja duniani kutafuta kilichopotea. Hataki mtu apotee, bali kila mtu afikirie ile matengenezo, ajipatanishe na Mungu. Ndio matakwa ya Mungu. Maana kwa neno la Mungu wetu kwenye kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 41, neno la Mungu linasema kwamba moto umewekwa tayari kwa ajili ya shetani pamoja na malaika zake waliowasi. Moto haukuwekwa kwa ajili ya mwanadamu. Hicho ni neno la Mungu. 24 Mathayo 25 Mathayo 25, tusomee pale 41. Tusomee pale Mathayo. Mungu anatuchunga mpaka leo. Kama hajakuja kuchukua kanisa, anataka kila mtu afikirie ile toba, ile matengenezo, ajipatanishe na Mungu, sisi tukapotee milele. Twende. Nafikiri ni hapo. Amen. Then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into
the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Nasikia? Amen. Nasikia? Kiswahili nasemaje? Kiswahili? Nasoma Mathayo 25:41. Ndio. 25:41. Ndio. Katika jina la Yesu. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto. Kisha atawaambia walioko katika mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele, uliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Walifanya wanadamu? Ni wale waliwaambia mwende, maana hamkusikia, hamkutembelea mapenzi yangu. Mwende katika moto uliowekwa tayari kwa ajili ya nani? Ya Ibilisi na malaika zake. Baada ya mwanadamu kumkosea Mungu, maana Mungu alikupatia muda wa kutengeneza ujipatanishe naye ulipokuwepo duniani, lakini ukafanya moyo wako kuwa mgumu. Sasa kwa sababu ya moyo kuwa mgumu, unaambiwa kwamba ondoka, walioko kushoto kwa mkono wake. Ondokeni ninyi, siwajui. Sio sema siwajui. Mwende wapi? Kwenye ziwa la moto. Biblia inasema liwakalo kwa kiberiti. Mungu aturumie sana. Endelea pale tena pale ku Petro, pale ku Petro kwenye ile achia. Niko nataka tuanze na hapa. Pale kwenye ile achia kule kumwisho kule. Ndio sasa nitaenda kusema, tuenda kuingia kwenye fundisho letu sasa. Kwenye mafundisho yetu. Wale ambao fanya haraka pale tu kwa Kiswahili. Ulikuwa unafikia nani? 10 samani. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Isaya akasema kwenye kitabu cha Isaya 34 mstari wa 4, aseme mbingu zitakunjwa kama karatasi. Amen. Mbingu zitakunjwa kama karatasi. Hapa Petro anapasema, twende, na viumbe vya asili vitaunguzwa. Tuendelee. Na kufunuliwa na nchi na kazi zilizomo ndani yake, kazi zote zitateketea. Zilizomo ndani ya dunia zote zitateketea. Vyote ambavyo tunaviona duniani vitateketea. Mungu aturudie sana. Twende. Bali kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani? Imetupasa sisi tuwe watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa? Katika mwenendo mtakatifu na utauwa. Utakatifu. Tuende katika mwendo wa utakatifu. Sisi waenda mbingu tuwe na mwendo wa utakatifu, tuwe na hali ya utakatifu na utauwa. Wewe utakatifu na tena utauwa. Amen. Amina. Ndio waenda mbingu wao. Ndio wale ambao Mungu atawaepusha na ziki iliyokuu. Ndio Mungu atanyakua awaepushe na ziki ambayo itaenda kuujilia ulimwengu. Twende. Tunaendelea. Mkitazamia hata ile siku ya Mungu. Tukitazamia hata ile siku ya Mungu na kutimiza ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili
samani, nimerudi nyuma, samani, acha nirudie hapa 13. Ambayo katika hiyo mbingu zitafunuliwa zikiungua na viumbe vya asili tateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mtatazamia tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake, ndani yake. Bwana asifiwe sifa. Amen. Tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambamo haki hukaa ndani yake. Bwana asifiwe sifa. Amen. Haki, mbingu mpya. Hizi mbingu ambazo tunaziona zitakunjwa, neno la Mungu. Nchi itakunjwa, bahari, kila kitu, na kazi zote zilizomo duniani zote zitakunjwa. Vyote ambavyo tunaviona vitakunjwa. Sasa tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambapo haki hukaa ndani yake. Hakuna vya kuoneleana humo. Tutakuwa na mfalme mmoja tu. Amen. Mungu wetu. Hakuna baraisi. Hakuna nyumba 10. Hakuna. Peke yake Mungu. Mungu peke yake ndiye atakuwa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambamo haki hukaa ndani yake. Ndio maana mpaka leo anakusubiri utengeneze maisha, ujipatanishe naye. Anakusubiri, anakuvumilia. Dhambi zote ambazo uko nazo zote zitengeneze, na kusudi siku moja uingie kwenye mbingu mpya na nchi ambamo haki hukaa ndani yake. Amen. 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 Sasa nitaka kusema hivi ya kwamba Mungu wetu hutuvumilia. Mpaka leo anatuvumilia. Hatujajua kwa nini hajakuja kuchukua kanisa. Kwa dalili zote tunaziona, dalili zote alizosema zote tumeshaziona. Kwa wale ambao tumeanza hii mafundisho nao na wanayasikiaga sijui, lakini dalili zote sasa anaendelea kutuvumilia tu. Kwa wale ambao tumekuwa nao kwa mafundisho haya, nitaka niseme hivi, wana wa Mungu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Hataki mwanadamu apotee, bali kila mtu afikirie ile toba, kutengeneza maisha na kujipatanisha na Mungu. Kama bado angana kupatia pumzi yake ya uzima, ya uhai, uitembelee, uende kwenye kazi zako, uende kwenye biashara yako, kila chochote ambacho unakifanya uende. Lakini mpaka leo anakusubiri tengeneze maisha. Amen. Tengeneze maisha. Mungu atulimie sana. Amen. Tengeneza maisha. Yes. Mungu mwema kwetu. Anajitahidi Mungu wake akuvumilie mpaka zile dhambi ambazo uko nazo, kama ni muda wa miaka ngapi ni watembeaga nazo, na Roho Mtakatifu mara kwa mara na kuambia tengeneza, sije kaingia jehanamu. Lakini mwanadamu tena kwa sauti nyoroshi tena kuna kuambia sio dhambi hiyo, sio dhambi. Lakini Roho anakosesha amani. Haijalishi unaingia kanisa kama muda wa miaka 10, kama miaka 100 sijui 100 years unaingia kanisani. Sio kusema kwa sababu kuingia kwa kanisani dhambi wewe ufanya ujanani. Ndio maana Daudi anasema kwamba Baba unisamee dhambi za ujanani, makosa ya ujana wangu yasamehe. Mungu atulimie sana. Amen. Amesema hiyo kwenye kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 5, nafikiri ni hapo. Aseme Mungu, tusome pale haraka. Tusome pale. Siki uwe mtu aliyeokoka unakuweka na muda wa kuwa narudia nyuma nini ambayo nimewahi kuyafanyizia Mungu. 27:5. Nafikiri ni hapo. 27:5. Fanya haraka tu, juu ya muda. For in the time of trouble. 27. 5.
Tusikie kwa pale. Kiswahili inasemaje? Tusikie kwanza Kiswahili. Zaburi 27 mstari wa 5. Ndio. Mradi atanisitiri 27 mstari wa 5. Ndio kusema hapo. Sio hapo sasa. 27? Yep. Mstari wa 5? Hapana. Tuachie pale. Kwa sababu nimepichiwa. Bwana sipewe sifa. Amen. Kwa hiyo Daudi anasema kwamba Bwana unihurumie makosa ya ujanani. Yale ambayo nimeyafanya katika ujana wangu nihurumie. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu anatusubiri mpaka leo tutengeneze na kujipatanisha na Mungu wetu duniani. Matakwa ya Mungu. Siku moja mwanadamu aishi pamoja naye milele. Ndio Mungu anataka kwetu. Amen. 7. Asante sana. Confusion, ni confused. Do not remember the sins of my youth. Nasikia? Do not remember the sins of my youth. But no transgression. Okay. According to your mercy, remember me. Okay, asante. Yeah, ni Zaburi 25 mstari wa 7. Asante, Mungu akubariki sana. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu. Wala maasi yangu. Wala maasi yangu. Unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako. Unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako. Na kwa ajili ya wema wako. Kwa ajili ya wema wako. Bwana apewe sifa. Amen. Ndio maana uwe na ikawa unakumbuka milioni fedha maisha yako. Introspection. Uingie kiundani. Mungu, katika ujana wangu nimefanya nini? Ndio maana Paulo anasema yale ambayo nimehesabia kuwa faida kwa ajili ya Kristo na hesabu kuwa bure. Iko nataka jipatanishe na Mungu. Vijana wetu mjipatanishe na Mungu, mtumikie Mungu. Msimalizie nguvu zenu kwa mambo ya ulimwengu. Tumika kazi ya Mungu. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa nitaka kusema nini hapa? Mungu tunayemwamini pamoja na kanisa lilishanyakuliwa kutoka duniani. Bwana apewe sifa. Amen. Pamoja na kanisa limechukuliwa bibi harusi wake. Tuko kwa harusi ya mwana kondoo mbinguni. Duniani kumeingia ziki kubwa. Kwa wale ambao tumeanza mafundisho haya, duniani kumekuwa ziki kubwa. Lakini pamoja na ziki kubwa, Mungu anaendelea kutafuta mwanadamu. Kwa wale ambao walikuwa hapa miaka 3.5 ya amani na miaka 3.5 ya ziki iliyo kubwa, ambayo neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 21. Amen. Kutakuwapo na ziki kubwa ambayo haijawahi kuwekwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia na haitakuwaga kamwe. Sasa hii ziki uisikie, bado kanisa halijanyakuliwa. Pamoja na ziki kubwa, Mungu anafanya kazi ili mwanadamu aokoke, asiingie kwenye ziwa la moto. Bwana apewe sifa. Na tumezungumzia hapa juzi ya kwamba hawa ndugu zetu waliomkana Masia wao walimkataa, lakini Mungu atawaponya kwa dakika ya mwisho, kwa siku za ziki iliyo kuu. Tumezungumza, tutarudia tena ya kwamba Waisraeli watakuwa wainjilisti wakubwa duniani. Haijalishi wamemkataa Masia wao, lakini watakuwa wahubiri wakubwa duniani kwa neno la Mungu wetu. Hawa 144,000 watakuwa wainjilisti wakubwa duniani kwa neno la Mungu wetu. Sisi tunapenda kukonvince watu kwa neno la Mungu. Amen. Sasa binaandikiwa wapi? Tusome kwenye kitabu cha Isaiah 66:18-19. Isaiah. Tusome Kiswahili juu ya muda, naona muda naenda. Tusome tu Kiswahili. Mangereza watakuwa nafuata pale pale. Isaya 66 mstari wa 18.
mstari wa 18. Ndio. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Nami nayajua matendo yao na mawazo yao. Nami nayajua matendo yao na mawazo yao. Wakati unakuja nitakapokusanya mataifa yote na lugha zote. Nao watakuja. Nao watauona utukufu wangu. Mataifa yote yataona utukufu wa Mungu wetu. Nami nitaweka ishara kati yao. Nami nitawatuma hao waliookoka. Nami nitawatuma wale waliookoka wa Israeli, sasa hao kwa mataifa. Amen. Atawatuma waliookoka kwa mataifa. Tarshishi, na Puli, na Ludi, wavutao upinde kwa Tubali na Yavani, visiwa vilivyo mbali, watu wasioisikia habari yangu, wala kuona utukufu wangu, hao watahubiri utukufu wangu katika mataifa. Israeli atahubiri utukufu wa Mungu katika mataifa, asema Bwana. Amina. Amen. Amina. Amen. Kwa neno la Mungu, Israeli atahubiri utukufu wa Mungu katika mataifa. Kwa nyakati za mwisho, kwa wakati ile ziki ndio kuu sasa. Vitu vinaharibika duniani. Mambo yamekuwa mabaya duniani. Ndio maana nimesema kwamba lazima tukonvince watu kwa neno la Mungu wetu. Amen. Kwa nini sasa hao, mbona maandiko yanatuambia hapana, njoo hili sasa. Njoo hili 66 ya Isaya 66 mstari wa 19. Israeli, wale waliokoka, wale ambao wako na muhuri. Wale ambao wamewekwa muhuri kutoka mbinguni, ndio watahubiri sasa mataifa. Nilikuwa nasoma neno la Mungu. Kuna watu ambao unajua kama Mungu Ibrahimu alikuwa na Sara, sawa? Pamoja na ile kijakazi Hajiri. Si ndio wenyewe walijulikanaga? Sara na Hajiri, sawa? Sasa baada ya Ibrahimu kufa, alimchukua mke mwingine. Baada ya Sara kufa, alimchukua mke mwingine ambaye ameitwa Ketura. Sawa, Ketura alizaa watoto 6. Na wale watoto 6 ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 25, Genesis 25:1, ni watoto 6 ndio amezaa kwa Ketura. Sasa wale watoto 6 hawakupewa urithi. Nasikia? Neno la Mungu nasema kwamba amewatuma mashariki, akawatosha katika nchi ya ahadi. Sasa wale watu wametawanyika huko katika nchi za mashariki, huko Saudi Arabia, kama ni Uturuki, kama sijui, walienda huko. Sasa minabidi hao watu nao ambao bado hawajasikia Injili, kwa hiyo nyakati nao wataisikia. Kwa mataifa yote ndio kazi kubwa ambayo Mungu atatenda. Mungu, shabaha ya Mungu, anavumilia mpaka wakati wa dhiki kuu. Angaa atafuta tu mwanadamu aingie mzimani. Nasikia mambo ya Mungu. Amen. Sisi ambao tumeneemeka tunadharau neno la Mungu, tunalisikia, tunalikamata juu vitu vya bure. Watu wanakuwa na bizarau. Vitu vya bure wanadamu wanabizarau. Lakini ingekuwa kama neno la Mungu tunalizarau kwa pesa. Ndio maana neno la Mungu linasema kama ni utajiri. Mungu aturumie sana. Amen. Ni utajiri usiopimika. Na ndio maana kwenye kitabu cha Mithali 18 mstari wa 17. Mithali 8 mstari wa 17. Asema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumu pia. Amen. Utajiri udumu pia. Paulo anasema kwenye kitabu cha Efeso 3 mstari wa 8. Asema, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo watakatifu wote, na nilipewa neema ya kuwahubiri mataifa utajiri usiopimika. Amen. Utajiri usiopimika. Utajiri ambao tuko nao sisi wa Kristo ni umilele. Amen. Ambao Mungu ameweka ndani yetu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ni umilele ambao uko ndani yetu.
utajiri usiopimika. Mungu ni wa milele na walio ndani yake umilele umekuwa ndani yetu tangu sasa hata milele. Amen. 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 Tangu sasa na hata milele. Ndio maana anajivunia, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nilipewa neema ya kuwahubiri mataifa utajiri wa Kristo Yesu usiopimika. Amen. Na wapenda wale nipendao na wale nitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu. Utajiri udumuo na haki pia. Basi pewe sifa. Amen. Utajiri udumuo. Kwa na Yesu Kristo ni utajiri udumuo, ni utajiri wa milele. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Utajiri wa milele. Ndio maana vitu mtumikie Mungu. Basi pewe sifa. Amen. Sasa hawa watu wanamtumikia Mungu. Mungu hataki mwanadamu apotee, bali kila mtu afikirie ile matengenezo ya kujipatanisha na Mungu. Nikashangaa Mungu kwa matendo yake. Wakati wa ziki, jipu zinapiga watu duniani. Jipu zinapiga watu duniani. Jua nashuka. Kwa neno la Mungu wetu kwenye kitabu cha Ufunuo 16 mstari wa kwanza. Twende pale kwanza tuseme haraka. Shida ambazo zitatokea duniani. Fanya haraka 16. Revelation 16:1. Kuko mapigo ambayo zitatokea duniani. Pamoja na mapigo, haya mapigo yote. Lakini Mungu kwa hiyo wakati yuko anatafuta tu mwanadamu. Wakati wa ziki iliyokuu. Matumaini ya wanadamu yameisha. Mpinga Kristo, mnyama yuko anatumika kwa mwendo wa kasi. Ili unajua kama watu wakiwa mchezo, kama kuna cheza kuna kwa ile game limiter. Ile mchezo wa mwisho. Kila mtu anapigania aingize goal. Hivyo minute de récupération. Minute de récupération. De récupération. Ndio wakati sasa shetani naye iko na vitahidi aingize watu kwenye chapa. Halafu wengine wanasema sisi hatutaitika chapa yako mpaka tuhakikishe tukufe kwa ajili ya Kristo Yesu, kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Amen. Twende. Ndio. Mstari wa kwanza soma pale hata soma fasi ni ndefu. Ndio. Amen. Nikasikia sauti kuu. Nikasikia hii inakuwa wakati wa ziki iliyokuu, shida zimefika duniani. Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni. Kutoka mbinguni, mbinguni. Kwenye kiti cha enzi. Ikawaambia wale malaika. Malaika saba. Enendeni mkavimimine vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Akaenda huyo wa kwanza akamimina kitasa chake juu ya nchi. Kukawa na jipu mbaya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama. Wale watu ambao washapokea chapa ya mnyama na wale wenye kusujudia sanamu yake. Na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari. Bahari ikawa damu kama damu ya mfu. Na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Na huyo wa tatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemchemi za maji. Mito yote twende na chemchemi za maji zikawa damu. Ziki iliyokuu. Nami nikamsikia malaika wa maji akisema. Unasikia kila malaika yuko na kazi yake. Sisi na Mungu. Warijidezo. Nasikia. Twende. Wewe u mwenye haki. Anamwambia wewe uko mwenye haki. Uliyeko na uliyekuwako mtakatifu kwa kuwa umehukumu hivi kwa kuwa walimwaga damu ya walimwaga hao watu. Huyu mpinga Kristo amemwaga damu ya watakatifu na manabii. Nao umewapa damu. Nao Mungu wetu amewapa damu wainywe. Nao wamestahili. Soma pale kunani? Soma hapo ku 16:8. Na huyo wa nne akimimina kitasa chake juu ya jua. Akamimina kitasa, kuko malaika wa nne ambaye amemimina kitasa chake juu ya jua.
nalo likapewa kuwaunguza. Na jua hii siku tunaendelea kujua, nasikia la kuchoma. Na kuna wakati naenda mnyombo, nasikia wapi vitu vinaharibika. Jua likatoka kwenye liko wakalishusha. Watajenga manyumba hiyo na wataendelea katika nyumba hizo. Hawataikaa katika nyumba hizo hiyo wakati hakuna vya nyumba nzuri. Watu wanataka wanakosa kujitoa mkazi ya Mungu. Lazima niko na nyumba nzuri. Siku hiyo watakobaki duniani. Hiyo siku hakuna kuikaa katika nyumba yako. Jua litashuka. Twende. Nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Bado hawajaje kwenye jua la moto. Ndio duniani. Twende. Wanadamu wakaunguzwa. Maunguzo makubwa. Nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo haya. Achia pale pale, bataenda kusema mengine nyumbani. Ndio nasomaki, nitakuwa ninasoma kila kitu. Utaenda hapo usema hiyo 16 sawa, kwa ajili ya mapigo yatakayojilia ulimwengu kwa watakaobaki duniani kwa wakati wa ziki iliyokuu. Sawa, wewe usome tena kitabu cha huyo Ufunuo 9 na kushuka mpaka mwisho. Sawa? Hata 15 sawa? Uende usome nyumbani. Ufunuo, acha nikupatie Ufunuo 10 mstari wa kwanza hadi mwisho. Utasikia mapigo kwa watakaobaki duniani. Sawa? Ambao wataki kusikia neno la Mungu. Uende huyo 16 mpaka 1 mpaka mwisho utasikia. Hata 15 anayezungumzia mapigo. Humo mnaandikwa kwamba mwanadamu atamtukana Mungu juu ya mateso kuwa mengi. Mungu atuhurumie sana. Pamoja na mateso kuwa mengi, Mungu mwaminifu. Kuna wale ambao watakataa kupokea namba ya mpinga Kristo, chapa ya mpinga Kristo, watakataa. Wao Waisraeli nao watakataa, na wanadamu waliosalia duniani kuna wengine watakataa kupokea namba ya mpinga Kristo. Chapa ya mpinga Kristo wataipokea. Maana habari njema ya ufalme tena inahubiriwa kwa Waisraeli, wanaenda dunia yote nzima kuhubiri Injili kwa dakika ya mwisho. Na Mungu yuko anaangalia kule. Biblia inasema kwamba kwa ajili ya watakatifu siku hizo zitafupizwa. Maana vilio vitakuwa hapa duniani. Mungu atuhurumie sana. Amen. Vilio vitakuwa hapa duniani. Watu watatafuna ndimi zao. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Mungu atuhurumie sana. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Usije kaingia vita vya shenzi. Ogopa Mungu kama anataka kupatia pumzi yake ya uhai. Muogope. Muogope Mungu. Mimi niko naogopa hivi vitu sana. Naposoma neno la Mungu, tuwe na muda wa kuona soma neno la Mungu. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Mungu atuhurumie sana. Amen. Pamoja na ziki kubwa kwa watakaobaki duniani, na Kristo waliobaki duniani wamesikia yule Mungu, na wale watu ambao nasikia upendo wa Mungu, kwa maana jinsi hii Mungu ameupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Amen. Tuwe na uzima wa milele. Uzima wa milele. Ndio Mungu anaitaka uingie uzimani. Ndio maana habari njema tena inahubiriwa. Huko kama wamesema wapi Puli huko ukiangalia mu Google ngambo za Masiri ya kule. Yeah. Sawa, Tarshishi Hispania. Sawa? Luji ni huko tena Uturuki. Tubali Uturuki tena huko. Yavani ni Ugiriki, ni huko kwa Ugiriki. Mungu tena atatuma wale wa Israeli. Mwende mtangaze Injili kwa mataifa yote, watazunguka dunia yote nzima na hakuna kitakacho wazuri. Mungu ataweka muhuri. Mpinga Kristo atawatafuta kwa hali ya ajabu, lakini kwa sababu Mungu ni Mungu, Mungu atawaepusha na kuuawa na mpinga Kristo na ule mnyama. Mungu atawaficha. Sasa batakuwa na banaweza onana, lakini Mungu ashasema atawaficha. Akili za Mungu zisichumziki. Amen. Atawaficha, si atafichika.
Watu wanatuwangia usiku unamkia uko na cheza. Unadunda ndani ya Kristo. Haleluya. Wanakuona usubuhi balilala kwenye siku moja akaniambia sema baba niliwasikia usiku kwenye nyumba. Bako nikamwambia balikuwa kutuchunga bwana pewe sifa. Wakaramata mama bwana. Bodyguard. Bodyguard balikuwa kutuchunga usiku. Yeye anambia mkuye. Nilikuwa na profite kuwahubiri wakati wa kilio pale Malawi. Wakati wa kilio wote wanakusanyika. Wakifika na wapiga injili. Ambia wachao muokoke. Muje kwa Yesu, muamini Yesu Kristo, tumtumikie Yesu, siku moja tukaingia uzimani. Amen. Na kama uko hapo kuja usiku kunichunga. Banacheka anasema mnacheka lakini mko hapa. Hiyo siku nilihubiri kilioni. Yeye akakwambia lakini ndio kukua kilioni. Sasa papa balilala hapa kujirisha usiku bachao. Nikamwambia sinibasema jana Juma nimalikuya. Yaga wewe. Usiogopake mchawi. Mtu aliyeokoka usiogope mchawi. Kamwe. Mtu aliyeokoka usiogope mchawi, na siku hiyo kama tabaki duniani usiogope mpinga Kristo. Mimi na Mungu anasema kwamba usiogope wao mwili. Usiogope wao mwili. Sivyo? Kama utabaki duniani kwa bahati mbaya, maana tuko kama utabaki duniani kwa neno la Mungu kwa kitabu cha Mathayo 10:28, msiogope wao mwili wasiweze kuua na roho, bali afadhali kuogopa yule ambaye ana uwezo wa kuua roho na mwili pia katika jehanamu. Nani huyo? Mungu. Mzee. Haleluya. Mungu. Haleluya. Haleluya. Tusiogope kama usikivu na Mungu siku hiyo watakapokujia wasema kwamba tunakuwa kama basi chapa yetu hao tunakuwa sema na ukumbuka neno la Mungu. Kisha hiyo siku watakukumbusha kama utakuwa umebaki duniani. Kumbuka ile siku mtu alisema kanisani kwenye kitabu cha Mathayo 10:28 ya kwamba msiogope wawezao kuua mwili wasiue roho na mwili pia katika jehanamu. Sinini sio nasema hivyo. Wasiweze kuua nini? Roho. Pia wapi? Roho ndio itaishi milele. Basi kimwili kitabaki kwenye mavumbi. Sasa siku hiyo kama utakao baki duniani, acha na kuua makusudi urithi uzima wa milele. Amen. Maana neno la Mungu linasema kama kuna wale ambao watakufa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Basi sifa. Kuna wale ambao watabaki duniani lakini wangali wataokoka. Wataokoka milioni ya watu. Kuna watu ambao watasema, nifa mwili lakini roho ishi milele pamoja na Mungu wetu. Pokea chapa ya mpinga Kristo. Acha ukuue. Haijalishi mateso yatakuwa mengi. Mara 7. Nilisema juzi hapa. Ni mara 7. Maumivu mara 7. Miaka 7 wapi? Kanisa liko angani, miaka 7 duniani. Okay? Miaka 7 na maumivu mara 7. 7. Mwili 7. Mateso yalikuwa mengi. Sasa siku hiyo wanadamu neno la Mungu watatafuta mauti, hawatayaona. Hawatayaona. Siku hiyo watu watamani mimba leo wazaa. Kama mama yako alienda akakwambia mshenzi ulinizalaka kwa ajili ya nini? Ushaka nijiacha hapa duniani kama mama yako alijiende. Tubisikie. Mungu amesema wana meno ya nguvu. Hawa watu ambao wanatuongoza duniani. Sasa hiyo picha ya mpinga Kristo ni mwanadamu ambaye yuko duniani, shetani ndani yake. Sawa? Sasa upendo wa Mungu kwetu sisi. Amen? Upendo wa Mungu kwetu sisi mpaka hiyo wakati wa zikilio kuu. Kwa ile siku za mwisho inakuwa ni komba sasa. Tunakimbia vita ya mpinga Kristo. Lakini kuna wale watakaookoka. Kuna wale ambao watapinga chapa ya mpinga Kristo. Kuna wale ambao hata sujudia ile sanamu ya mnyama kwenye hekalu ambalo tuko tunasema mara kwa mara. Amen? Amen. Ukisoma kwenye kitabu cha
cha Zekaria 13 mstari wa 7-8. Tusome pale haraka juu tuende tumalize. Zekaria 13 mstari wa 7 hadi 8. Zekaria 13:7-8. Soma haraka. Zekaria 13:7 hadi 8. Tusikie neno la Mungu. Zekaria 13 mstari wa 7. Amka, upanga. Juu ya uchungaji wangu. Juu ya mchungaji wangu. Na juu ya mtu aliye mwenzangu. Mtu aliye mwenzangu. Wanasema Waisraeli. Asema Bwana wa majeshi. Mpige, batampiga. Nani atakayempiga ni nani? Ni mpinga Kristo ndiye kapiga Israeli. Nao kondoo watatawanyika. Nami nitageuza mkono wangu juu ya wadogo. Hata itakuwa kwamba katika nchi yote mafungu mawili katiliwa mbali. Mwana tusaidia, maana kusema hivi inatutoa munani mmoja. Ya mafungu mawili yatakatiliwa mbali. Nao watakufa. Waisraeli hao watakufa. Asema Bwana. Lakini fungu la tatu litabaki humo. Nami nitalileta fungu lile la tatu kulipitisha kati ya moto. Watalipitisha katika moto. Inakuwa sasa nini? Hii moto nini? Ni ziki. Kuna wengine ambao mpinga Kristo atawaua, maana hawatapokea chapa ya mpinga Kristo. Waisraeli kuna watakaokataa kuchukua chapa ya mpinga Kristo, na pia katika mataifa kwa wale ambao sasa walishahubiriwa Injili. Ndio maana neno la Mungu linasema kama kuna wengine kwa waziki uliokuu, kuna wengine wataokoka. Bwana sifa. Kuna wengine wa Kristo watakaobaki duniani wataokoka. Kuna wengine ambao watashindwa na mateso ya mpinga Kristo, ile wakati wa kupatia chapa ushakuwa na njaa ndani ya nyumba yako, hakuna kwenda sokoni uuze chakula, hautaenda shambani, kila kitu ni kiapo. Sasa vitabidi uchukue chapa wala kusujudia ile sanamu. Sasa usipoisujudia, ndio sasa kuambia kwa nini mimi naamini ya kwamba Kristo Yesu ataniokoa na sitapokea chapa yao na sitapokea chapa yako mpaka siku moja nimuone Mungu. Basi sifa. Utakapokataa kuichukua, sio watakukamata sasa wakupige, bakukate. Sio watakukata. Kama atakata kama masikio sijui, kama ni mdomo sijui, kama ni mguu sijui. Sawa? Kama ni kichwa sijui, kama watachinja pale sijui. Bakumichile bakukate. Halafu maumivu hayo. Halafu watakuacha, sio kusema watakuwa pale. Heri bangekuwa pale ujikufie, bishie pale. Lakini hawatakuua. Maana vile vitakuwa mingi duniani. Na amesema kama watalaani Mungu aliyewaumba. Jua linafika na kupiga tena. Ndio maana neno la Mungu kwenye kitabu cha Amos. Amos 5 mstari wa 18. Sijui sinasema. Amos 5 mstari wa 18. Asema usitamani siku ya Bwana. Usitamani siku ya Bwana. Itakuwa ni siku mbaya. Watu watatafutana, watu network ya dunia itapotea. Sasa wanakupiga, wanakusumbua, wanakutesa kwa hali sio kwa ya kawaida. Halafu wanakuacha pale. Sasa wanakukata mkono na katika huko kimbilimbili. Hiki kimetoka kiko chini. Ile mkono wako kama itaingia kama ni vidudu sijui. Halafu kama itaozea pale sijui. Mungu anajua hicho kitu, maana kuna mengine Mungu amebaki kimya. Hatuyawezi kuyafahamu yote tukiwa katika mili yetu. Kwa neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9, tumefunuliwa kwa machache. Tumefunuliwa kwa machache. Hatuwezi jua kila kitu. Tutajua kila kitu. Mwimbaji mmoja asema tutaelewa yote mbinguni. Amen. Kuna mengine ukiniuliza sasa kuambia, mengine Mungu anajua. Kwa neno la Mungu tumefunuliwa kwa machache tu. Amen. Sawa? Sasa Israeli pale anapigwa, wengine wanakufa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu.
hawatapokea. Israeli iwa 144,000 ndio wamewekwa nini? Wameweka muhuri wa Mungu. Hao wengine kwa ushuhuda watapona, hawatapokea namba ya mpinga Kristo, na watauawa. Na wengine watakaosalia, Biblia kwenye kitabu cha Ezekiel, wengine asema wataingizwa kwenye moto wa hali ya juu, majaribu kuwa mengi zaidi, watamlalamikia Mungu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Yeremia 13:7 sema itakuwa mateso, itakuwa ni mateso ya Yakobo kwa wakati huo. Asema itakuwa ni mateso, donc Yakobo, Israel, itakuwa ni mateso makubwa kwao. Mungu aturumie sana. Lakini Mungu amesema kwamba atawaokoa na mateso hayo na taabu hiyo, Mungu atawaokoa. Maana itakuwa ni kilio duniani. Halafu huko vitu viko naangalia jinsi mambo yalivyo. Yesu akasema sime kwa ajili ya watakatifu siku hizo zitafupizwa. Asingelikuwa watakatifu, siku hizo hazingelifupizwa. Mungu atuhurumie. Ndio maana mwana wa Mungu, tunamalizia hapa. Amen. Siku ya leo mwana wa Mungu, nataka nikuambie hivi kwa neno la Mungu hapa kwenye kitabu cha Warumi 10:13 aseme atakayelichia jina la Bwana aseme ataokoka. Amen. Amen. Atakayelichia kwa dakika ya mwisho tu Waisraeli watalichia jina la Bwana wao. Masia wao watalichia jina lake, waseme wataokoka. Washapitishwa kwenye maziki kubwa, walishakataa ya kwamba hawatapokea namba chapa ya mnyama, wanauawa kwa neno la Mungu wetu kwenye kitabu cha Zekaria 13:7 hadi 8. Wamoja watauawa na mpinga Kristo ambao hawamekataa kupokea chapa ya mpinga Kristo, na Wakristo waliobaki duniani, na wale ambao tena hawakusikia injili ya Yesu walishahubiriwa duniani, na wengine wataokoka humo. Nasikia upendo wa Mungu. Haleluya. Nasikia upendo wa Mungu mpaka wakati riziki ni kuu. Watu wangali Mungu anayetafuta tu watu. Ndio maana ameweka hawa 144,000 wawekwe chapa, na mwenye chapa walinde mpaka wahubiri injili tena duniani. Amen. Hawa tena Waisraeli ambao watakataa chapa ya mpinga Kristo, wamoja wanauawa pamoja na mataifa yote ambao watapokea chapa, na wengine watabakia tena Waisraeli wateswe. Neno la Mungu, wateswe, watapitishwa kwenye moto, majaribu makubwa, na siku hiyo watamkumbuka Mungu kwa neno la Mungu wetu. Hapo nimesema Warumi 10:13 aseme atakayelichia jina la Bwana aseme ataokoka. Amen. Amen. Watakatifu ambao shetani atawapigamana, atawashinda watakatifu. Sio wale wawili tu, ile mizeituni mbili, hapana. Ni watakatifu wote watakaokataa kupokea chapa ya mnyama. Alafu Kristo Yesu yuko najiandaa sasa kukusanya mataifa waende Yerusalemu wakimgoja. Tatoka huko wanaume. Haleluya. Tatoka huko wanaume. Anakusanya mataifa, serikali za dunia, jeshi la dunia. Kama utakuwa umebakia kwa bahati mbaya, utaenda na wewe utakupeleka kule. Wewe mchunga Yesu Kristo, kwa pumzi yake atakuua. Kwa upanga utokao midomoni mwake, pumzi itaua wanadamu. Mungu aturumie sana. Amen. Sikia hiyo vitu, sio jambo rahisi. Sio kawaida. Tuko na biri neno la Mungu, na ndio maana niko nawaambia hivi, kwa neno la Mungu tutalisema jinsi alivyotuambia. Ila mbele tutalisema papa. Hata watuchukie tutalisema tu. Amen. Amen. Hatupunguzi wala tuongezi. Mungu angalia hivi. Mimi nitakuambia maana ni neema kubwa kumtumikia Mungu. Amen. Kinywa changu kinahubiri neno la Mungu. Kinahubiri neno la Mungu. Alichotuambia tukiseme, nimesema juzi kupitia neno lake ambalo limechujwa mara ngapi? Mara 7. Hiki kimechujwa mara 7. Kimechujwa mara 7. Hili neno limechujwa mara 7. Na ndio maana inabidi tuliseme, hatupunguzi. Hata unipatie milioni, sinipunguzi. Nisije nikapate pigo. Sawa? Na siliongezi. Nisije nikapate pigo kwa neno la Mungu. Sawa? Nimewaambia juzi hapa kwa neno la Mungu wetu, kanisa hili sisi tumejengwa kwa msingi wa mitume na manabii. Bas.
Kama utasikia tunakuambia hatukufichiki, kama ukivaa hivi na hivi na hivi na hivi, mbingu huingii. Amina. Mbingu huingii. Sawa? Maana kuna watu wengine wako navaa vibaya. Wamama wengi wanavaa vibaya, masuruali zenye hazieleweki, unakutanisha na jipambo tawazia kama. Halafu unajua wangapi ushakaangusha? Unajua wangapi? Shida sana. Watoto wetu. Mnajua wangapi anakuona tu. Yesu amesema sema hapana. Mimi nasema hivi, atakayetamani moyoni amezini tayari. Amezini tayari. Sasa unajua ushakazini na wangapi? Ndio maana nakwambia kwamba mbinguni hamtaingia chochote kilicho kinyonge. Watu wengi watakosa mbingu. Baba mmoja akasema sema wamama wengi wafiki mbinguni. Yule baba Mtanzania. Na mama mmoja Nigeria. Mama mmoja Nigeria alisema nishakapata ushuhuda huyo mama. Alisema wamama hatufiki mbinguni. Kwani kabisa wamama wengi wafiki mbinguni. Wakipenda wanaenda kwenye hapo. Watakuwa kwenye chini. Hamfiki mbinguni kama hautaenda sambamba na mapenzi ya Mungu, hamtafika. Hamfiki. Mapambo yanakamata wamama sana. Unaweza kama ni mfupi. Hawafiki mbinguni wamama wengi. Yeye anajua ni ukweli sio pimika. Na mke wangu amenizungumzia nani? Na mimi amenifikia. Huyu mtoto alisema mama amenifikia usiku akaambia baba, uambie baba yako na nisikie. Uambie baba yako ya kwamba papa mwambie hivi ya kwamba aendelee kuhubiri neno la Mungu la uzima. Lile neno ambalo amenihubiri duniani limenipeleka uzimani. Niko kwenye mapumziko ya kuingia mbinguni. Niko fiera. Haleluya. Amen. Si yeye tu na mwingine mama yuko Norway. Anitumia akaniambia pasa alikuwa anakutafuta. Mama Joe ameniambia kwamba hubiri ile injili usikate tamaa. Ile injili uliyohubiri kwake. Mama ameishi nani? Tafuta siku moja niko ndani ya gari, niko nafanya kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Fanya kazi ya Mungu. Niko nasoma mabrick ndani ya kanisa kwenye upango wa kanisa. Huyo akanitelefone. Dada yangu mmoja ndishi na wa Kirundi. Kaniambia asime pastor, niliongea na mama Joe, nilikuwa kwenye maombi nikapelekwa mlimu wangu roho. Nikutana na mama Joe. Amenda! Haleluya. Hey. Amenda! Niko naambia sema mwambie mama Joe ananungunika na watoto, wasinungunike, mimi nimeingia uzimani. Na ile injili ya Yesu hubiri nikaisikia. Leo angalia jinsi nilivyo. Bwana pewe sifa. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Mwingine mama kaniambia hapa Marekani niko Afrika, sema niliona mama. Mwingine yuko Israeli niliona mama. Anadaa kwani sio ya kawaida. Haleluya! Watoto wetu wa mama zetu mtusikie yale ambayo tunahubiri ndani ya kanisa la Mungu. Wale watakao kusikia wana uzima wa milele. Tajiri sio pimika. Na tutahubiri. Tunapowaambia kwamba usifanye hiki, vivyo hivyo ni injili, siku moja itakuingiza uzimani. Niko fier maana nimeitwa mwana wa Mungu ambaye kinywa changu kinafunguliwa mara kwa mara kuwahubiri watu wa Mungu waliomo duniani. Itakuwa ole kwetu sisi watumishi wa Mungu ikiwa hatutahubiri watu neno la Mungu. Mungu alisema hivi, hapana, bilikuwa hivi kwa hii mataifa, hapana. Mimi nitakuhubiri neno sawa sawa na neno lake ili nikusaidie upate utajiri sio pimika. Haleluya. 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 Simama. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu ayefuata njia nzuri. Usifiwe, usifiwe, Yesu Kristo.
Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona. Usifiwe Yesu Mwokozi usifiwe Yesu Bwana. Kuamini pasipo inafaa katika safari siku moja tatu tutakaa milele. Kuamini pasipo inafaa katika safari siku moja tatu tutakaa milele. Baba usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana nitakuona mbinguni. Baba usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana nitakuona mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana nitakuona mbinguni. Baba usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana nitakuona mbinguni. Yule ambaye anajihisi ya kwamba amepungukiwa na nguvu kuingia ndani ya Kristo kinaga ubaga, angelifika mahali hapa, tumuombeye. Njoo kwa Yesu tuombe. Inawezekana unajisikia kumtumikia Mungu lakini unasikia kufungwa zaidi. Shetani amekuiba, yuko anataka kuangamize milele. Kwa neno la Mungu wetu ametuambia kwamba hataki, anatuvumilia ili kila mtu afikirie ile toba. Ili kila mtu afikirie ile toba, ile matengenezo, afikirie kujipatanisha na Mungu. Ndio matakwa ya Mungu hayo. Mungu anahitaji mwanadamu aishi naye milele. Ndio maana mpaka kwa wakati ile atakuwa iko navumilia mwanadamu, atume tena watumishi wake duniani waende wahubiri mataifa.
wale 144,000 atawaweka hapo makusudi wafikirie mataifa kwa nyakati za mwisho, wakati wa zikilio kuu. Lengo la Mungu mwanadamu asiingizwe kwenye moto wa milele. Jipatanishe na Mungu. Kama kuna dhambi, makosa uliyofanya ujanani, kwa neno la Mungu wetu, makosa uliyofanya ujanani inawezekana na kurudia mara kwa mara, lakini hautaki. Haijalishi kuingia kwako kanisani muda wa miaka, lakini bado kuna shida uko nazo ndani yako, unajisikia dhamiri safi, roho wa Mungu anakusumbua na kukosesha amani. Tengeneza, fungua, kiri, lakini moyo unakuwa mgumu. Shetani anafunga watu, anasikilia mwanadamu wivu ya kuishi na Mungu milele, utajiri sio pimika. Kwa Yesu, yeye anakupa utajiri wa milele, lakini unaukana, unakataa kwa ajili ya moyo kuwa mgumu. Shetani anakufunga kwa hali sio ya kawaida. Nakwambia usitoke pale, usiache. Fichika siri hiyo, wasije wakajua siri yako, afu jehanamu kaingia, maana unafanya moyo kuwa mgumu. Nani? Shetani. Mungu atusaidie na Mungu aokoe. Tunataka wamama zetu waingie mbinguni, tunataka baba zetu waingie mbinguni, tunataka watoto wetu wa nyakati hizi za mwisho waingie wapi? Uzimani. Siku moja tukamtumikie Mungu kwa kumwabudu, kumsifu milele na milele. Haleluya, amen. Karibu kwa mambo, mtumishi wa Mungu. Tuombe. Haleluya. Mungu Baba yetu uketie juu ya mbingu za uzima, falme juu ya falme zote, imekulazimu kutoa ujumbe uleo mahali hapa kwetu tulisikie, ili hukumu yetu idhibitike. Asante Baba yetu, asante. Asiwepo hata mmoja atakayedai kwamba kuambiwa sikuonywa. Kubali kwa wana wako. Tunawaleta hawa mikononi mwako Baba, wanajinyenyekesha mbele yako. Wewe ndio mahali ya mioyo yao, wajipatanishe nao. Unajua dhamiri zao, unajua za maisha yao Bwana, nazijua. Unajua leo yao na kesho yao, Yesu Kristo. Kwa hiyo tunawakabidhi mikononi mwako. Hatua hii ni alama Bwana ya kujikabidhi kwako. Mungu wapokee, watakase na kuosha kwa damu, na kusafisha dhamiri zao, na kuwapa tena bidii na juhudi kwa damu ya kuchukua hatua ya kufuata, damu ya mwana kondoo, maana unasema damu ya Mungu wetu. Anayetaka kunifuata ajikane, wajikane Bwana, na kujitika msalaba anifuate. Namna dunia hii wape hiyo kujikana, kujitika msalaba na wakufuate hatua kwa hatua hadi uzimani. Yesu Bwana wangu, wawezeshe Bwana, usiwapungukie, usiwaache watokapo mlango huu Bwana, wasikwe double minded, wasibadilishe mawazo yao, wasibadilishe Bwana kuamua kwao, uamuzi wao, bali wasimame imara na kufuata na kujikana kwa jina la Yesu Kristo. Tunaombea kudumu katika pendo lako na kukutumikia pia, na wote ambao wanakuwa huko hawakuja mbele, lakini unawajua, endelea kuwatembelea kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru, amen, amen. Mungu abariki sana. Karibu. Mungu abariki, amen.